Inua mikono yako kwa Yesu. Kila siku, kila saa, mwambie kwa kumaanisha mbele za Bwana. Mwambie Yesu, kila siku Bwana, kila siku, kila saa Bwana, kila saa. Yeye ni kila kitu kwetu Bwana. Haleluya. Ongeza sauti mbele za Bwana, mwambie tena Yesu, kila siku, kila siku, haleluya, kila saa, haleluya. Ongeza sauti yako mbele za Bwana, mwambie tena Yesu, kila siku Bwana, kila saa, robo sakana, kila mwaminifu kila siku Lord Jesus, we thank you and bless you. Inaomba neema yako na uweza wako. Roho Mtakatifu, wewe mwenye nguvu, una uwezo mkubwa Bwana, una mamlaka Bwana, una nguvu nyingi Bwana. Unataka watu wako wasikie ujumbe. Ninaomba neema yako Bwana, ninaomba uwepo wako na nguvu zako. Roho Mtakatifu, kashuke ukatuhudumie Bwana, ukatuhudumie Bwana, ukatende mambo makubwa Mungu. Bwana wa mabwana, tenda miujiza. Wewe ni Mungu ambaye unataka watu wako waelewe. Wewe ni Mungu ambaye unatenda mambo makubwa. Wewe ni Mungu ambaye unatembea ndani ya watu wako. Wewe ni Mungu ambaye unasikia maombi yetu. Baba, ninaomba baraka juu ya wote ambao wanatoa kwa ajili ya misheni, watu ambao wanachangia, wanatoa sadaka zao kwa ajili ya umisheni, watu ambao wametoa sadaka zao. Wakumbuke Jehova, waangalie Mungu, angalia hata nchi yetu Mungu, angalia Bwana ulimwengu. Roho wa uzima, roho wa uweza, ninaomba neema yako na uweza wako, nguvu zako na uweza wako muda huu Bwana Yesu, ukatende mambo makubwa ambayo hayajawahi kutokea, miujiza na uponyaji juu ya watoto wako Mungu watakayesikia ujumbe huu. Ninaomba Roho wako Mtakatifu waguse Mungu, kwa sababu muda uliobakia ni mdogo Bwana. Tunaomba neema yako na uweza wako, tunaomba uponyaji wako juu ya nafsi zao, tunaomba uzima wako juu yao. Roho Mtakatifu waguse Mungu watu wako, waguse wagonjwa waliochoka na kukata tamaa. Ninaomba neema na nguvu zako. Ninafunga nguvu za giza, ninafunga nguvu za mapepo, ninafunga roho za kuzimu za kutokuelewa neno la Mungu. Ninaomba neema yako na uweza wako Bwana, ushuke Bwana na kutuhudumia. Shuka wakati huu Mungu, shuka mkono wako gusa watu wako popote walipo Mungu. Watembelee Bwana, waguse Mungu wakati uliobakia mdogo Bwana. Tunahitaji neema, tunahitaji uponyaji, tunahitaji uweza, tunahitaji mamlaka. Neema ya Mungu ikawe juu ya watoto wako. Najiweka Bwana sasa mikononi mwako. Ninaamini Mungu utatenda mambo makubwa ya miujiza, ya uponyaji, ya uwepo na nguvu ya Mungu. Karibu Bwana Yesu, ututembelee sasa kwa sababu ya neno hili. Tunaomba Roho Mtakatifu ukashuke na kutuhudumia
kwa namna ya kipekee. Sasa waguse watu wako, waponye watu wako kupitia neno hili, likawaandae kwa ajili ya ujio wako Bwana, katika jina la Yesu, amen. Ndugu yangu mpendwa, ninakukaribisha tena kwenye kipindi pendwa ambacho nimeona nikilete tena kwa mara nyingine ninapopata nafasi niweze kufundisha na kueleza mengi kwa habari ya ujio wa Yesu Kristo. Na ni kabla ya mambo yote nipende kutoa shukurani kwa watu wote ambao mmekuwa mkiwa washirika wenza. Labda unaweza kujiuliza huyu ni nani? Ninaitwa mchungaji au Bishop George Musa Preacher au mwinjilisi George Musa Preacher. Ninapatikana huko kusini mwa Tanzania karibu na boda ya Mozambiki, kwenye mji mmoja au mkoa mmoja unaitwa Mtwara, hapa Mtwara mjini, pembeni kabisa ya mji mtaa wa Shangani Mashariki. Kwa hiyo ninapatikana hapa. Ninamshukuru Mungu kwamba amenipa neema siku ya leo nilete ujumbe huu. Ujumbe niliuhubiri Jumapili, lakini kwa sababu ya mitambo yetu haikuwa mizuri, na ndio maana lile somo tulilikatiza. Kwa hiyo Mungu akanigusa tena nilifafanue vizuri ili wasikilizaji waelewe nini kinachoenda kutokea. Na ndio maana nimeona nilirudie kwa ufasaha, taratibu, ili uelewe vizuri. Haya masomo yote nimeandika kwenye kitabu kimoja kinachoitwa Siku za Mwisho. Na masomo haya ninakumbuka kama miaka 7 iliyopita nilihubiri, miaka 7 kama sio 10, nilifundisha kanisani ndani ya miezi 7, na Mungu aliniongoza kuhubiri. Ni masomo ambayo ni magumu ukilinganisha kitabu cha Danieli na Ufunuo, vitabu ambavyo vinamhitaji Mungu mwenyewe, pamoja na kujifunza vyo vya Biblia, lakini haikutosheleza. Hata wakati nilisikia sauti ya Roho Mtakatifu inaniambia nifundishe, nikawa ninakataa, nikasema Mungu, mimi sielewi. Lakini Roho Mtakatifu akaniambia, George, pamoja umejifunza chuo cha Biblia, lakini mimi ndio nitakaye kufunulia useme kwa lugha rahisi na nyepesi ambayo hata mtu yoyote asiyesoma, hata aliyeishia darasa la 7 anaweza akaelewa. Ni kwa sababu ni mambo ya mafumbo, vitabu hivi vimejaa mafumbo. Sasa mafumbo yanafumbuliwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nitakachokuletea ni kile ambacho Mungu alinieleza nikieleze, na haya yote nimeweka kwenye package ya kitabu kimoja kinaitwa Siku za Mwisho. Kwa hiyo nitaendelea na somo hili miaka 1000, tunarudi kwenye asili yetu ya kutawala dunia. Lakini kabla sijaendelea, nipende kuwashukuru watu mnaoombea umisheni wa Tanzania. Tunaendelea kupanda makanisa katika nchi yetu ya Tanzania maeneo mbalimbali. Bado unaweza ukatuunga mkono tukafanya kazi ya kupanda makanisa, na ndio wajibu wetu. Lakini sio hivyo tu, tuna wajibu wa kupanda makanisa nchi mbalimbali ambazo Mungu ametupa neema, kama kule Mozambiki na Kongo, Uganda, Malawi, na sehemu nyingine ambayo tunataka tufufue kule Kenya, sehemu ya Mombasa. Kwa hiyo bado unaweza ukatuunga mkono kwa kutuombea, bado unaweza ukatuunga mkono kwa kutoa sadaka yako, kununua viwanja, au unaweza kuwa mshirika mwenza kwa kusema mimi niko tayari kwenda kupanda kwenye mji wote. Na ninashukuru mtumishi wa Mungu Danieli, mwinjilisi Danieli, anaenda kule Malawi, atakuwa na mkutano kule Chitipa, anaenda na timu yake. Nashukuru Mungu, ambariki sana. Kwa hiyo unaweza ukasema mimi nataka kwenda Uganda, nataka kwenda Kongo kwa gharama zangu, kwa sababu huko tunaenda kwa gharama zetu wenyewe. Tunashirikisha washirika wenza wenye kumpenda Mungu ambao wanatoa sadaka zao. Lakini unaweza ukasema mimi siwezi kwenda, naweza nikapanda kanisa, ninaweza nikatoa pesa ya ujenzi. Kama Uganda tayari tuna wachungaji 2 ambao wako tayari, na tumeazima maeneo ya kukodi, lakini anahitaji maturubai na mahema kwa ajili ibada zimeanza, wanaabudia kwenye miti au kwenye mabanda. Kwa hiyo wewe ambao utatushika mkono, tutapokea sadaka yako. Na hata pia Mozambiki pia. Mungu wa mbinguni akubariki. Basi twende moja kwa moja kwenye neno la Mungu. Hebu tuombe. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninaomba Roho wako Mtakatifu akaniwezeshe juu ya somo hili. Ninajua kuzimu haipendi watu wajue masomo haya ya siku za mwisho, ambayo masomo haya yanakuwa msaada kwa watu kujua tu kwamba tuko kwenye nyakati gani. Roho Mtakatifu mzuri, ninaomba neema na nguvu zako, uwepo wa Roho Mtakatifu ukashuke. Ninakataa mamlaka za kuzimu, nyamaza kimya, mapepo, majini,
wachawi, kupeperusha ujumbe usieleweke ndani ya watu. Kwa jina la Yesu ninabomoa na kuangusha. Ninaomba neema yako Bwana, ninaomba uweza wako Bwana ukatawale katika kipindi hiki, katika jina la Yesu, amen. Ndugu yangu mpendwa, kama nilivyosema katika masomo yangu, nitakuwa ninachukua vipande vipande, lakini nimeona nizungumze miaka 1000 ya utawala wa Yesu Kristo hapa duniani, kwamba anaenda kurudisha asili yetu ya kutawala dunia. Nimezungumza katika maelezo yangu mengi sana. Kwanza kuna matukio kama sio 6 au 7 ambayo yatatokea. Ni muhimu kujua kwamba Yesu Kristo anakuja kunyakua kanisa. Anakuja kuliondoa kanisa kwa muda, watakatifu wa kweli kwa muda. Anakuja kutuondoa, kutupeleka pale juu angani, kutuepusha na ghadhabu kuu. Na swala hili la unyakuo lilikuwepo tangu Agano la Kale. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 6 inazungumzia jinsi Mungu alivyosema na Nuhu alipotaka kuangamiza dunia, akaongea na Nuhu, na ndivyo anavyoongea na sisi sasa, kwamba Mungu anaenda kuiangamiza dunia, anaenda kuipiga dunia kwa mapigo mazito. Kwa hiyo unyakuo ulikuwepo tangu Agano la Kale. Mfano wa Nuhu ule wa kuhifadhiwa kwenye safina, na ndio mfano wa kanisa au watu wa Mungu kunyakuliwa na kuhifadhiwa pale angani. Mfano wa Lutu kuondolewa Sodoma na kupelekwa kwenye mlima Swari, ndio mfano wa kanisa atakachofanya Yesu, kutuondoa, kutupeleka pale angani juu. Kwa hiyo swala la unyakuo lilikuwepo tangu Agano la Kale. Ukisoma Mwanzo 6 utaona Nuhu alivyonyakuliwa akahifadhiwa kwenye safina na Mungu akaipiga dunia kwa maji. Utaona Sodoma na Gomora kuanzia Mwanzo 18 na 19 jinsi Nuhu alivyohifadhiwa akapelekwa Swari. Unaona, mke wake aligeuka nguzo ya chumvi alipogeuka. Kwa hiyo yote ni mifano ya unyakuo ambao utatendeka muda sio mrefu. Muda huu tunaokaa ni muda wa majeruhi. Kwa hiyo sasa nilizungumza sana na nimezungumza sana, na kwa sababu Mungu amenisisitiza nizungumze, nifundishe, ili hili somo likolee, liingie kwenye fahamu, liingie kwenye moyo, liingie kwenye nafsi yako, ulielewe kwamba sio jambo la mchezo. Kwa hiyo tukio litakalotokea muda sio mrefu tunalolingojea sasa ni swala la kuondolewa kanisa takatifu, kanisa lisilo na mawaa. Tunaposema kanisa ni watu waliotubu dhambi na kuishi maisha matakatifu. Tukishanyakuliwa tu sisi tutakuwepo pale juu hapa duniani mara moja. Baada ya unyakuo, kinachotokea ni dhiki ya miaka 7, mapigo ya Mungu ya miaka 7. Sasa tukinyakuliwa, ni nini kitafanyika pale juu angani? Ukisoma Ufunuo sura 19 inazungumzia kutakuwa na harusi ya mwana kondoo. Harusi ya mwana kondoo hii ni tendo la Bwana Yesu kwenda kutoa zawadi kwa watoto wake walioishinda dunia. Inaitwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Na ukisoma Mathayo 25 ule mfano wa wanawali 10 ndio mfano wa kanisa la leo, ambao wanawali 5 wapumbavu wametoa taa zao sibebe na mafuta, na 5 wapumbavu werevu wametoa taa zao na mafuta. Ndio mfano wa Kristo, mimi na wewe ambao tuko hapa duniani tumejiandaa kwenda kwenye hiyo harusi. Kwa hiyo tukishanyakuliwa pale, kutakuwa kwenye kiti, kitakachotokea ni kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Hicho kiti cha hukumu cha Kristo sio cha kuhukumiwa kwenda jehanamu, ni kwenda kupimwa kazi tulizozifanya hapa duniani kwa ajili ya kupewa taji au kupewa vyeo kwa ajili ya kuandaliwa kutawala dunia miaka 1000. Narudia tena, tukishanyakuliwa sisi kanisa, tutakuwa na harusi, karamu, sherehe ya harusi ya mwana kondoo. Hiyo sherehe inaitwa kiti cha hukumu cha Kristo. Pale Yesu atakaa kwenye kiti chake akipima kazi zetu tulizozifanya hapa duniani. Kama ulikuwa mzembe, kazi zako zitateketea, hamna kitu kitachofanyika, ila hutaenda motoni, ila taji hutapata, na ndio hasara. Na ndio maana hata unapofanya kazi
usimtegee mtu. Unapohubiri, unapotoa, unapofanya chochote kile, fanya kwa juhudi, kwa sababu kuna taji pale utakayopewa na Bwana Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe atakupa taji pale juu angani. Hiyo miaka 7 itakuwa ni sherehe ya kusherehekea kupewa taji. Tutakuwa tunapewa taji, tunashereheka, wakati hapa duniani kutakuwa na mapigo mazito ambayo hajawahi kutokea. Kwa hiyo jua kabisa tukinyakuliwa angani tunamlaki Bwana hewani. Na Wathesalonika wa kwanza sura ya 3 sura ya 4 mstari wa 13 hadi 17. Thesalonika wa kwanza sura ya 4 mstari wa 13 hadi 17, na pia Luka 17 ukisoma pale mstari wa 26 hadi 34, na utaona hayo maandiko yote yanazungumzia kwa habari ya unyakuo na mengine mengi ambayo tutayaona huko mbele. Kwa hiyo tendo hili la unyakuo litatokea muda wowote, tunamngojea kwa sababu nabii zote zimetimia. Tunachosubiri ni unyakuo tu, na hili tendo litafanyika muda sio mrefu, na ndio maana lazima tuwe macho, kwa sababu mambo yote katika Biblia ya kinabii yameshatimia. Tunachongojea tu ni swala la rapture au kunyakuliwa. Kwa hiyo uwe macho sana, usiwe mwanamwali yule mpumbavu ambaye yuko ndani ya kanisa lakini hajali. Unajua kuna wapumbavu hawajali, wameokoka hawajali, wanachanganya mambo, mguu ndani mguu nje, yani kwa duniani na kanisani. Watu watabaki watu wa namna hii. Na sio hivyo tu, lakini kuna watu hawataki kujazwa Roho Mtakatifu. Sasa hao watu ni hasara kubwa sana, kwa sababu usipojazwa Roho Mtakatifu, jambo la kwanza utatenda dhambi tu. Na ndio maana ukuta watu hawaogopi dhambi, kuzini hawaogopi, kulewa hawaogopi, uchawi hawaogopi. Wako makanisani akiwa anafanya vitu vya ajabu. Unakuta kabisa anaimba madhabahuni lakini amezini, anatoka kuzini anaipanda madhabahuni. Hubiri anahubiri, ametoka kuzini anaenda kuhubiri madhabahuni. Kwa hiyo sasa hili kundi litaaibika wakati wa unyakuo. Kwa hiyo ni muhimu kujilinda sana, kuishi maisha matakatifu na kuhakikisha umejazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tukishafika kule, kitu kitakachofuata hapa baada ya unyakuo, nimesema dhiki ya miaka 7, na ili uhakikisha hayo mambo yatatokea, yako kwenye Ufunuo sura ya 6 hadi mpaka sura ya 18. Haya matukio baada hayajatokea, yatatokea baada ya kanisa kunyakuliwa, baada ya watakatifu. Dhiki kuu itakuja, sisi tukishaondoka tu ndio inakuja dhiki kuu. Sehemu nyingine inaitwa taabu ya Yakobo. Taabu ya Yakobo kwa sababu ya Israeli, kwamba dhiki kuu itakuja kwa ajili ya Israeli kwa sababu ya kumkataa Yesu, na walikataa huduma ya upatanisho. Lakini sio hivyo tu, itakuja kwa ajili ya ulimwengu wote, kwa sababu ulimwengu umemkataa Yesu, umempinga Yesu, hawamtaki Mungu, ni jeuri, watu wamekuwa jeuri, unaona. Kwa hiyo wakati wa dhiki kuu wakati wa dhiki kuu utakuwa ni utatu wa shetani unafanya kazi, yaani shetani mwenyewe, mpinga Kristo na nabii wa uongo. Hawa wawili ni wanadamu, watapuliziwa pumzi na shetani ili kuroll dunia, unaona, yaani kuitawala dunia. Na watajionyesha mwanzoni kama ni wema, unaona, watajionyesha mwanzoni ni kama wema, kuleta suluhisho wakati wa mapigo. Yesu anaipiga dunia kwa mapigo mazito. Hayo mapigo ukisoma Ufunuo sura ya 6, 7 mpaka 18, utaona hayo mapigo jinsi Mungu atakavyoipiga dunia. Na ndipo hapa ni muhimu sana uelewe kwamba hii dunia sio mahali salama na wala sio mahali pa kuringia. Lazima unapoishi hapo unaishi kwa uwiano. Hata kama unafanya kazi, unafanya miradi, wewe weka kwa uwiano. Na hili jambo ninalizungumza sana. Dunia sio mahali pa kuringia. Dunia sio mahali petu pa kuishi milele. Sisi kwetu ni mbinguni. Ingawa tutakuja kutawala dunia, lakini miaka hiyo 7 itakuwa ni ya mateso, kwa sababu shetani atatawala dunia yote, atawakonvinsi wafalme wote. Na kwa sababu dunia itakuwa haina majibu kama ilivyo sasa hivi. Dunia haina majibu juu ya uchumi, juu ya magonjwa, juu ya hali ya hewa, haina majibu. Kwa hiyo watakubali tu, yeye atajionyesha kama mfalme wa amani. Mwanzoni ataonekana kama ni mwema, na kinachotokea ukisoma maandiko, yeye atajifanya kama mpatanishi wa kuwapatanisha Wayahudi na dunia, kwa sababu Wayahudi wanachukiwa duniani ni kwa sababu ya kumkataa Yesu.
Unaona, wamemkataa Yesu, kwa hiyo lazima watachukiwa, na ndio maana Yesu alisema mtakuwa watu wa kuchukiwa. Kwa hiyo wanachukiwa, na kipindi hicho ndio itakuwa ni hali mbaya zaidi kwa Wayahudi. Kwa hiyo sasa atajifanya kuwapatanisha na atawarudishia maeneo yao yale yote ya nchi yao ya asili, ili wajenge hekalu mahali pao, warudishe ibada zao. Soma vizuri maandiko, kwenye Danieli imezungumza na kwenye Ufunuo imezungumza. Kwa hiyo huyu mpinga Kristo atajifanya kama ni mwema. Ninajaribu kueleza wakati wa dhiki kuu nini kitatokea. Yeye atakapokuja mwanzoni atajifanya ni mwema. Unaona? Kwa hiyo atawapata Wayahudi, atawatetea Wayahudi, atawapatanisha Wayahudi na ulimwengu, na atawaruhusu warudishiwe mipaka yao ya nchi yao. Alafu atarudisha eneo la lile pale palipojengwa msikiti ili wajenge hekalu lao, watarudisha ibada zao kama kawaida. Ingawa sasa hivi ni maandalizi, vitu vinaandaliwa, hivyo vinaandaliwa kwa sababu hiyo ni mkakati. Wanaandaa ng'ombe wa sadaka, wameandaliwa majengo yale, ujenzi wa sasa hivi ni teknolojia, ni vyuma vimeandaliwa, kila kitu. Yani inasubiriwa tu kanisa likiondoka. Sasa mpinga Kristo atakuwa sasa ataanza kuwatetea Wayahudi. Sasa atakapoingia, Biblia inasema kwamba ataingia agano nao. Agano lao ni mapatano ya amani. Kwa hiyo yeye ataingia agano na Wayahudi kuwapatanisha na dunia ili warudishe ibada zao. Na pale palipojengwa msikiti lazima pabomolewe. Sasa hivi hapawezi kubomolewa kwa sababu hakuna nguvu hiyo, lakini yeye atakuwa na pawa, atarudisha mipaka ya nchi. Kwa hiyo ataruhusu pale pabomolewe msikiti ili pajengwe hekalu ili Wayahudi warudi. Na hiyo ni mpango wa shetani, kama kuleta amani kwenye dunia. Unaona? Lengo lake ili yeye aabudiwe. Kwa hiyo atakapojenga hekalu, Wayahudi watarudisha ibada zao za asili za Kiyahudi. Wataanza kumwabudu Mungu wao Jehova. Sasa inapoelekea karibu mwishoni, mpinga Kristo atawageuka, ataingia kwenye hekalu na kujitangaza kwamba yeye ni Mungu. Ndio inayoitwa chukizo la uharibifu. Sasa Wayahudi wanamjua wa kumwabudu ni Jehova tu peke yake. Hawatakubali Wayahudi tendo la yule kugeuka wamwabudu. Unaona? Tendo ile la kumwabudu au wamwabudu mpinga Kristo, hawatakubali. Unaona hicho kitu kitakachotokea? Hawatakubali. Sasa hilo jambo la kukataa kumwabudu mpinga Kristo ndio ataanza kuwatesa. Lakini Mungu kwa sababu aliweka agano na taifa hili, hata kama wamemkosea, atawalinda hawa watu. Watakimbilia kwenye maandaki yao, watakimbilia huko na huko atakuwa naomboleza, wanamlilia Masihi tuokoe. Hiyo ndio karibu mwishoni mwa dhiki kuu, miaka 7 watakuwa naomboleza huko, wanamlilia Masihi tuokoe, Masihi tuokoe. Yule aliyemsulubisha watakuwa namuomba tuokoe. Mwishoni mwa baada ya kutimia miaka 7, baada ile dhiki kuu kuisha, miaka 7 ikishatimia, ndipo sisi tutakuwa tumenyakuliwa na malaika na Yesu mwenyewe, tutarudi duniani. Sasa lile tendo la Yesu kuonekana, shetani atakasirika na mpinga Kristo wake na manabii wa uongo, kwa sababu ametawala dunia yote, ameshika majeshi yote, ameshika wafalme wote. Mabomu ya nyuklia ataelekeza, kwa sababu Yesu atateremka kwenye ule mlima. Unaona, wa Megido pale. Atateremka pale Yerusalemu, ataonekana kupitia pale kwenye mlima. Biblia inasema kwamba atakapoonekana yeye, kwanza kitu kitakachofanyika, shetani ataalika jeshi lake na mpinga Kristo mwenyewe ataalika majeshi yote ya dunia kuelekea. Na unajua dunia ilivyo sasa hii na mabomu ya nyuklia, kwa hiyo makombora yote yataelekezwa huko, kila kitu kitaelekezwa. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu atamuua mpinga Kristo na nabii wa uongo kwa pumzi ya kinywa chake. Yeye hatakuwa na kupigana wala, yani hawashughuliki. Mpinga Kristo na nabii wa uongo watauawa kwa sababu hao ni wanadamu. Na wale wote majeshi yote waliomfuata mpinga Kristo na watu waliomfuata katika utawala wake miaka 7, waliopokea chapa wote, kama ni wafalme, kama ni watu, kama waliomfuata na waliomwamini, acha wale waliokimbilia watu kwenye mapango, waliojificha huko,
Maana wakati huo kutakuwa na mapigo ya Yesu mwenyewe, malaika atatuma malaika kupiga dunia, lakini kuna mauaji ambayo mpinga Kristo atawaua watu. Na ndio maana sasa hivi unaweza ukaona ile roho ya mpinga Kristo, swala la kuua ni kama kitu cha kawaida. Yaani watu wanaandaliwa kisaikolojia waone kumwaga damu ni kitu cha kawaida. Na ndio maana mtu sasa hivi kuua wala haogopi. Kwa hiyo hao watu wanaandaliwa, kipindi cha mpinga Kristo kuua ni kitu cha kawaida. Na ndio maana sasa hivi ni maandalizi. Kwa hiyo ndio maana unaona mtu atakiuawa pale, akiuawa na kichinjwa, akiuawa unasikia mauaji. Yaani vita huko na huko, watu hawashituki. Watu kumwaga damu hawashituki. Kuua wenzao hawashituki. Kupoteza mtu hawashituki, kwa sababu ni roho ya shetani imeshaingia, inawaandaa wanadamu kisaikolojia waone swala la kuua ni jambo la kawaida. Kwa hiyo ni kuandaliwa wanadamu. Kwa hiyo kipindi cha utawala mpinga Kristo kutakuwa na ukatili ambao haujawahi kutokea tangu dunia iumbwe. Na ndio maana sasa hivi unaona watu wanaandaliwa kisaikolojia swala la kuuana, kupigana risasi, kuchinjana, kuuana, kwa sababu hata hivi vikundi vya kigaidi unavyoviona ambavyo vinachinja watu, vinasema dini moja, imani moja, hivyo vitapuliziwa wakati wa mpinga Kristo. Hao watu wanaandaliwa wakati wa mpinga Kristo. Unaona? Hao watapuliziwa na shetani kuchinja watu. Watachinja watu ambao hawatataka utawala wa mpinga Kristo. Na ndio maana unaona swala ya kuchinjwa wanadamu, kukatwa, kuuawa ni kitu cha kawaida. Mtu sasa hivi hawashituki. Yaani damu imekuwa ni kitu kama cha kawaida kwa watu kumwaga. Kwa hiyo hii ni maandalizi ya utawala wa mpinga Kristo. Lakini sio hivyo. Hata swala la manabii wa uongo unaowaona hawa, yaani hawa wanaandaliwa kusherehesha sherehe ya mpinga Kristo, kwa sababu ndio maana unaona manabii ni wengi wa uongo, wanafanya miujiza ya ajabu ajabu, mazingaombwe. Yaani hawa ni washereheshaji wa mpinga Kristo, na uwezi ukawazuia hawa. Tunapoona haya tujue kwamba wakati umetimia. Kwa hiyo unapoyaona haya yametabiriwa kwenye Biblia. Sasa ninaposemea wakati huo, baada hiyo wakati huo ndio Yesu atakapotokea. Unaona, ukisoma Warumi 11 yote, Paulo anaelezea Wayahudi jinsi walivyo. Sio kwamba ugumu umewapata sasa hivi kwa sababu walimkataa Yesu. Yaani Wayahudi wataokolewa. Unaona? Kwa hiyo atakapotokea Yesu na sisi tutakapotokea kanisa na malaika, Yesu anakuja kuokoa, kuirudisha dunia kwenye asili yake. Ndio hiyo miaka 1000. Anakuja kuonyesha kusudio la kuumba dunia na mwanadamu akae ndani yake. Na maana hiyo miaka 1000 anakuja kuonyesha asili na makusudi ya sisi kuja duniani na kuumbwa dunia, kwamba ni kutawala. Utakuwa ni utawala wa amani ambao ni wa ajabu, wa kipekee, ambao tutaona kwenye maandiko. Kwa hiyo baada hiyo, akisha kuja kiua mpinga Kristo na nabii wa uongo, shetani atakamatwa na kufungwa miaka 1000. Ukisoma ile Ufunuo sura ile ya ngapi? Ya 20 ambayo tunaenda kuisoma sasa. 20 mstari wa 1 hadi wa 3. Hiyo ilikuwa ni introduction. Lakini nielezee kabla sijamalizia, kabla sijasoma haya maandiko. Sasa akitawala miaka 1000, baada ya kutawala miaka 1000, ikishamalizika miaka hiyo 1000, shetani atafunguliwa kwa muda mfupi sana. Unaona, atafunguliwa kwa muda mfupi sana. Sasa kwa sababu kuna kizazi kilichozaliwa kimwili kwa miaka 1000, kwa sababu uzazi utakuwa ni mwingi na maendeleo ni mengi, dhambi hakuna, wakati wa shetani imefungwa. Kwa hiyo watu watazaliana sana. Na ukumbuke, tutakaporudi sisi tumebeba miili ya kiroho, tutawakuta wanadamu wenye miili ya kawaida. Kumbuka kuna watu ambao hawatukubali chapa, wamejificha kwenye mapango huko, wamejificha, watu wako huko wamejificha ficha kukubali chapa. Wa miaka hiyo 7 watakuwa wengine wanakula mizizi, wanakula mavitu ya ajabu ajabu, wengine hawatakufa, wengine watapona. Lakini kumbuka pia na Wayahudi wenye dhambi watakuwa wameuawa wote, lakini kuna masalia wanadamu ambao hawakunyakuliwa, ni wazembe. Hao ndio unakuta wengine watakuwa wameifia imani, ndio wanaitwa wafia dini. Kipindi hicho wengine hawatakubali chapa, wataifia imani, wanaitwa wafia dini au wafia imani. Sasa hao wengine waliojificha ficha, hawa wanadamu watazaliana miaka hiyo 1000. Kwa hiyo kutakuwa na maendeleo ya ajabu, na tutaenda kuangalia maandiko. Kutakuwa na maendeleo ya ajabu. Ile hali ya bustani ya Edeni itarudishwa. Yaani Yesu ataonyesha lengo la kuumba dunia
na kuonyesha uweza wake na makusudi yake ya dunia aliyokusudia kwenye bustani ya Edeni kwa mwanadamu, na hapo anaonyesha utawala wake, kwa sababu utawala wa Yesu ni hapa. Baadaye akimaliza ndio anamrudishia Baba kule. Kwa hiyo utawala wa miaka 1000 utakuwa na teknolojia ya hali ya juu, na tutaenda kuona sasa. Baada ya miaka 1000 atafunguliwa. Sasa hawa watu waliozaliwa miaka 1000, sikiliza, kwa sababu wameona wema wa Yesu, wameona fadhila ya Yesu, kwa sababu hawajaokoka, wameona wema wa Yesu na wako mwilini. Shetani akitoka na hasira atawaingia, akishawaingia atawakusanya ili kuandamia Yerusalemu, ambapo kutakuwa ndio makao makuu ya Yesu Kristo, kwa sababu makao makuu ya Yesu Kristo yatakuwa Yerusalemu, Israeli. Unaona? Sasa atawakusanya, atawaingia hawa, ile roho itawaingia na kukusanyika, uasi utafanyika. Ule uasi wa mataifa hawa wa kimwili, hawa waliovaa miili, waliozaliwa miaka 1000 hawa, pamoja na kuona wema wa Yesu wakiwa watamwasi, ndio wanaitwa Gogu wa Magogu. Yaani Gogu wa Magogu ni mkusanyiko wa mataifa kuandamia kwenda Yerusalemu, kwenda kuipindua serikali ya Yesu. Hiyo miaka 1000 ikishaisha. Unaona? Sasa tuseme ikishaisha hiyo, maana sasa atafunguliwa huyu jamaa, huyu jamaa anayeshawishi sasa hivi. Sasa Biblia inasema kwamba moto utashuka kutoka mbinguni, utawalamba hawa watu wote waliomfuata shetani na shetani wake na kila kitu. Unaona? Watapigwa na moto, watauawa wote. Baada ya kuuawa, sasa ndio inakuja judgment, last judgment, hukumu ya mwisho ya wanadamu wote. Na nimezungumza mara nyingi, hukumu iko kwenye maeneo matatu makubwa. Hapa nakupa utangulizi ili uelewe nini nitakachokwenda kukizungumza. Hukumu iko kwenye maeneo matatu. Kutoka Adamu mpaka Musa anazaliwa, kinaitwa kipindi cha dhamiri. Kama mtu alijua kutenda mema na hakutenda mema, atahukumiwa kwa dhamiri, kwa sababu wakati ule Yesu alikuwa hajazaliwa. Watu walikuwa wanaishi kwa dhamiri, walitakiwa kuishi kwa kutenda mema. Akina Ibrahimu waliishi kipindi hicho, akina Henoko waliishi kipindi hicho cha dhamiri. Kwa hiyo mtu kama alijua kutenda mema kipindi hicho, atahukumiwa kwa kuto kutenda mema. Kutoka Musa mpaka Yesu anazaliwa kinaitwa kipindi cha sheria. Watu walioishi kutoka Musa mpaka Yesu anazaliwa, kama hawakufuata zile sheria za Musa, watahukumiwa kwa kuto kufuata zile sheria. Na watu kutoka Yesu anazaliwa mpaka kanisa linyanyakuliwa kinaitwa kipindi cha neema. Watu ambao wamezaliwa kutoka Yesu amezaliwa mpaka kanisa linanyakuliwa, yani tunanyakuliwa, kama hawakumwamini Yesu watahukumiwa. Ina maana hii, nisikilize. Wewe kama unaishi kwa dhamiri, kwa kutenda mema, na unaishi kwa sheria, haitakusaidia kama hutamwamini Yesu. Nirudie tena. Kutoka Ibrahimu mpaka Musa kinaitwa kipindi cha dhamiri. Hao watahukumiwa kwa dhamiri zao, kwamba walijua kutenda mema, hakutenda. Kutoka Musa mpaka Yesu anazaliwa kinaitwa kipindi cha sheria. Hivyo vipindi hivyo, kwa sababu kuna watu sasa hivi wanaishi kwa kutenda mema, wanafikiria wataepukana na moto wa jehanamu. Na kuna watu sasa hivi wanashika sheria, wanafikiria kwamba ataepuka hukumu ya Mungu. Yaani watu kitakacho hukumu kipindi kutoka Yesu anazaliwa ni kuto kumwamini Yesu. Yaani hata kama unatenda mema, kama unashika sheria za Musa, kama hujamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, utahukumiwa kwa kuto kumwamini Yesu, na ndio kitakachowapeleka watu jehanamu. Na ndio maana ni muhimu kipindi hiki cha neema umkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wako, uepuke hukumu ya mwisho. Matendo mema hayatakusaidia. Kushika sheria za Musa haitakusaidia. Kama hujamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, utahukumiwa kwa kuto kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Na ndio maana ni muhimu kipindi hiki cha neema umkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi. Sababu hiki kipindi cha neema kinaondoka, kinaenda ukingoni, kimebakia siku chache tu. Kanisa litanyakuliwa, likinyakuliwa ndio inakuja dhiki kuu. Kwa hiyo baada hiyo hukumu ya wanadamu wote, ndio ile mbuzi na kondoo wakishatengwa huku na huku, tayari kinachofuata ni dunia kukusanywa kama karatasi. Isaya nabii yote aliyaona. Itakunjwa hii dunia hii kwa sababu ilishaoza.
pamoja. Yesu alionyesha uweza wake kama bustani ya Eden, lakini ilishaharibika hii. Kwa hiyo Mungu atakachokifanya, na Bwana Yesu mwenyewe ataikunja kama karatasi na kuitupa motoni, na shetani na wale wote waliomfuata shetani milele na milele watakuwa motoni. Na baada ya tukio hilo, itakachofuata sasa ni Bwana anateremsha mbingu mpya, nchi mpya. Ndipo sasa hapo tutaishi humo milele. Yaani wakati huo kazi ikishamalizika, baada ya judgment kila kitu, Baba, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunatawala naye milele na milele. Hakuna kifo wala maombolezo wala kilio. Kwenye huo mji hakuna kufa tena. Kwenye huo mji hakuna maombolezo. Kwenye huo mji hakuna mateso. Na ndio maana ni muhimu sana uyashike haya. Sasa nitazungumza kwa habari ya miaka 1000 kwa sababu ni kipande nisome hii mistari tu leo, nikusomee nini nini anachoenda kukifanya Yesu miaka 1000. Tunarudi kwenye asili yetu ya kutawala dunia. Ufunuo 20 mstari wa 1 hadi wa 3. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu, yani huyo malaika atateremka kutoka mbinguni, na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule joka. Huyo joka anayesema hapo ni Shetani. Jina lingine anasema yule nyoka wa zamani, anaitwa nyoka wa zamani, ndio huyo ambaye ni Ibilisi na Shetani. Akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akamtia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie, na baadaye yapasa afunguliwe muda mchache. Kwa hiyo Yohana anaonyeshwa kwa habari ya tukio litakalotokea wakati tukisharudi sasa. Baada ya dhiki ya miaka 7, Yesu tutarudi naye na malaika, alafu huyu shetani anayetesa dunia anaenda kufungwa. Na ndio hapo Yesu anaenda kuonyesha asili ya mwanadamu ya kuwekwa duniani, asili yetu ya kutawala dunia. Ina maana sisi kanisa, na kuanzia wale watakatifu wa Agano la Kale, akina Ibrahimu, akina Enoko, wote na sisi kanisa tutatawala kwenye utawala wa Yesu Kristo wa miaka 1000. Nisikilize, usikose utawala huu. Na ndio maana Yohana alikuwa anaambiwa na Yesu, heri na mtakatifu aliyo katika ufufuo wa kwanza, maana mauti ya pili haina nguvu tena. Heri wewe ambao mshikilia Yesu. Nitaendelea huko mbele, nitazungumza kwa sababu nimeanza na utangulizi, introduction, ili unielewe. Heri ushikilie sasa hivi, heri ujiandae sasa hivi, heri ukae vizuri utakatifu. Ukibaki ndugu yangu, huwezi kukaa, huwezi kuhimili miaka 7 ya dhiki. Nitaeleza huko mbele, lakini kwa ufupi huu nielewe kwamba nimeona nirudie hili somo. Watu wanaona kama mchezo, lakini watu wataaibika wakati wa unyakuo. Watu wataaibika, watafedheka, wataaibika, yamkini hata maaskofu wataaibika, hata wahubiri wataaibika, hata wachungaji. Maana unyakuo ndio bonde la kukata maneno. Watajulikana Wakristo wa kweli, watajulikana wachungaji wa kweli, watajulikana maaskofu wa kweli, watajulikana maapostoli wa kweli, watajulikana watakatifu wa kweli. Sikiliza, tusidanganyane. Wokovu ni wa mtu binafsi. Sikiliza, Yesu alizungumza, mmoja atwaliwa, mmoja atachukuliwa. Ukisoma ile Luka 17 utaona pale Yesu anazungumza kwa habari ya unyakuo. Nisikilize, Luka 17:26 hadi 34 anazungumzia swala la unyakuo. Kwa hiyo wakati wa unyakuo anachukuliwa mtakatifu, sio swala la imani au dhehebu au dini. Hatunyakuliwi eti mimi ni Assemblies of God, mimi ni Pentecoste, mimi sijui ni Mlutherani, mimi ni nani. Tunanyakuliwa kwa tiketi ya kwanza ya utakatifu. Usidanganywe na udhehebu. Udhehebu haukupeleki mbinguni. Udhehebu hautupeleki mbinguni. Hata kama madhehebu yetu ni mazuri, yana majina mazuri, kitakachotupeleka mbinguni ni swala la kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi na utakatifu, full stop, na kuishi maisha matakatifu. Sikiliza, wakati ni wa kuitetea imani yako. Hatufuati mtu sasa hivi, jitetee wewe mwenyewe. Watu wameshaharibika. Unakuta sasa hivi hata mtu anapanda madhabahuni ashaharibika.
Unakuta mwingine anatumia ndumba, mwingine anatumia uchawi, mwingine ametoka kuzini anaenda kuhubiri, mwingine anatoka kuzini anaenda kuimba. Sasa hivi hatuingii mbinguni kwa huduma, tunaingia mbinguni kwa utakatifu, na ndicho ninachokizungumza. Huu ni wakati wa hatari ndugu yangu. Ninapozungumza hapa, Yesu anakuja kutawala dunia, na ndio maana shetani atashikwa na kufungwa miaka 1000. Yesu atarudisha asili ya mwanadamu kuwekwa duniani, ataonyesha kusudi la Mungu kumweka mwanadamu duniani. Sasa ni nani asiyependa kuishi na Yesu miaka 1000? Na ndio maana tunawaandaa walio tayari kutawala na Yesu miaka 1000. Kama umetengeneza, kama hujatubu dhambi, ninakushauri muda huu unaposikia ujumbe huu, usikie ndani ya moyo wako kwamba hatuna muda mrefu wa kuishi duniani. Tuna muda mfupi sana wa kuishi duniani. Yesu Kristo anakuja kunyakua kanisa. Watakatifu, watu wa Mungu, sikia, ni neno la kinabii ambalo Mungu anazungumza. Jiandae kwa ajili ya utawala wa Yesu Kristo. Jiandae kwa ajili ya harusi ya mwana kondoo. Kama wewe ni mtakatifu, jiandae kunyakuliwa ili kwenye harusi ya mwana kondoo. Tumealikwa pale Ufunuo 19. Yohana alionyeshwa ile harusi ya mwana kondoo. Lazima ujiweke tayari, usio mwanamke mpumbavu, mwanamwali mpumbavu iliyosema kwenye Mathayo 25. Jiandae ili unyakuliwe. Ishi maisha matakatifu. Unapoishi hapa, ishi kwa kubalansi. Hapa hatuna mji udumuo, hatuna maisha ya dumuo. Viki dunia inaenda kupigwa. Hakuna raisi, hakuna mfalme, hakuna jemedari atakayehimili mapigo ambayo yanakuja. Huu ni mwanzo tu. Mungu anaenda kuonyesha nguvu yake. Yesu anaenda kuonyesha nguvu yake. Kwa nini ubakie miaka 7 upigwe mapigo mazito? Maana njaa kali inakuja, magonjwa yasiyotibika, mapigo ya Mungu mwenyewe anaenda kuipiga dunia. Kama nataka ujue, soma Ufunuo sura ya 6, sura ya 7 mpaka 18. Haya mambo yanaenda kutokea muda wowote. Kwa nini ubaki kwenye dhiki kuu wakati ukweli unaujua na tunakueleza? Kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Nuhu alikuwa anahubiri, anasema mvua itakuja, watu wanacheka. Kama ninavyosema sasa hivi, tunasema dhiki kuu inakuja, watu wanadharau, watu wanapuuza. Hata mkini wako makanisani anasema huyu anatutisha, huyu anahubiri habari za siku za mwisho. Nisikilize, huu ni ujumbe ambao Mungu alinipa zaidi ya miaka 7. Nikafundisha kanisa na nikaandika kitabu ambacho cha kuonya, cha kutahadharisha watu wasiwe na sababu. Na Mungu aliniambia, George, andika hiki kitabu. Mtu asiwe na sababu ya kusema kwamba amebaki kwa bahati mbaya, ajue kwamba amebaki kwa halali. Yaani utahukumiwa kipindi cha dhiki kuu, utapigwa mapigo kwa halali ukibaki, kwa sababu ukweli umeujua kupitia video, kupitia vitabu nilivyoandika. Kwa nini ubaki? Jitakase ndugu yangu. Dawa ya kujiandaa kwenye nyakuo ni kujitakasa. Dawa ya kujiandaa kwenye nyakuo ni kujaa Roho Mtakatifu. Tunahitaji Roho Mtakatifu, sio kwa ajili ya kushinda dhambi, lakini ndio mafuta kwenda pale mbinguni. Ndugu yangu mpendwa, sikia ujumbe huu. Nasikia ndani ya moyo wangu moto unawaka. Nasikia ndani ya moyo wangu unaniuma, kwa sababu ninaona kuna watu wanadhembea juu ya ujumbe hizi. Hata tunapoandika, tunapohubiri, watu wanaona kama ni mchezo. Lakini nataka nikwambie, iko dhiki inakuja ndugu yangu. Kwa nini ubaki kwenye dhiki? Kubali unyakuliwe, ili utakapokuja uwe na mwili wa kiroho ambao hautegemei chakula ili uishi. Nitazungumza kwenye mfululizo wa somo langu, lakini saa hii na kuomba uone, sema kwa kweli nataka kutengeneza. Kama unajijua una maisha machafu, kama unajijua umefanya dhambi, kama haijalishi wewe ni askofu, haijalishi wewe ni nabii, haijalishi wewe ni mtume, haijalishi wewe ni mchungaji, haijalishi wewe ni mwinjilisi, ni mzee wa kanisa, kama umetenda dhambi, na kuomba kwa jina la Yesu utubu dhambi. Huu ni wakati wa matengenezo. Yesu anakuja kunyakua kanisa. Nisikilize, hatuingii mbinguni kwa tiketi ya uchungaji, hatuingii mbinguni kwa tiketi ya uaskofu, hatunyakuliwi eti kwa sababu mimi ni askofu, hatunyakuliwi eti mimi ni mchungaji. Nisikilize, tutanyakuliwa, tiketi yake ni utakatifu na kujaa Roho Mtakatifu. Kama unajijua backslide, umerudi nyuma, umemwacha Mungu, tengeneza. Unaposikia ujumbe huu, ni ujumbe wa kinabii unayekuonya. Kwa nini ubaki wakati wa dhiki? Hutaweza ndugu yangu. Ndugu yangu mpendwa, nisikie. Mungu anakuita. Mungu anakuita ndugu yangu. Mungu anakuita. Huu ujumbe nimepewa nirudie tena. Nimehubiri Jumapili, ulikuwa umekatwa kwenye message. Shetani alijua kwamba ni ujumbe ambao utawaponya watu, na ndio maana akakatakata mitambo yetu. Nisikilize,
Nina neno kwa ajili yako. Kama unajijua backslide, unajijua umeanguka kwenye dhambi, fuatisha maneno. Unajijua umerudi nyuma, fuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, nimekutenda dhambi. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima milele. Ninakupokea kwa upya Bwana Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Asante Yesu kwa kunisamehe na kuniokoa, katika jina la Yesu, amen. Nataka nikuombee nguvu. Baba, naachilia neema yako sasa, naachilia uwezo wako juu ya watu wako, naachilia Roho Mtakatifu juu ya watu wako. Pokea Roho Mtakatifu wa nguvu, pokea Roho Mtakatifu wa kushinda dhambi, pokea Roho Mtakatifu wa kushinda majaribu na vishawishi, pokea Roho Mtakatifu wa uwezo wa kunyakuliwa, pokea Roho Mtakatifu wa kushinda dhambi, pokea Roho Mtakatifu. Yesu akuguse pale ulipo kupitia ujumbe huu. Yesu akuguse kupitia ujumbe huu. Yesu akubadilishe. Ninavunja kiu ya dhambi ndani yako, ninavunja kiu ya dhambi ndani yako. Robo sakaraba sekiribu ikapakatarabakuria basekiribu ikapakatarabakuria basekiribu karabo sekiribu kotoroboriaba. Ninavunja kiu ya dhambi, ninavunja kiu ya dhambi, ninavunja kiu ya dhambi, ninavunja kiu ya dhambi kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba wakumbushe ujumbe huu kwamba muda wote unanyakua kanisa. Yesu tusaidie, tujue muda umeisha Bwana, katika jina la Yesu. Na achilie uponyaji na uweza juu yako katika jina la Yesu, amen. Ndugu yangu mpendwa, inawezekana umepata ujumbe huu. Tafuta kanisa linalohubiri kwa habari ya toba na kujazwa Roho Mtakatifu. Sasa hivi makanisa ni mengi, lakini naye nikwambie, tafuta mahali ambapo panakemewa dhambi, panahubiriwa kutubu, panahubiriwa kujazwa Roho. Sio kila mahali utasali tu. Sasa hivi dunia imeshaharibika. Tafuta kanisa la kiroho lenye kukutengeneza, kukuchonga, kukuonyesha mbingu ni ya thamani kuliko vitu vya dunia. Usiende kwenye kanisa ambalo lina mjengo wa vitu vya dunia. Hauangalii maisha ya watu, wanawaahidia watu vitu vya dunia. Vitasaidia nini? Vitasaidia nini kama vitu umekula, pesa umekula, magari umeendesha, majumba umeendesha, kila mavazi umevaa, yamekusaidia nini? Utaacha hapo kila kitu. Nenda mahali ambapo patakukuza kiroho. Namba zangu za simu 0712 999 805, 0712 999 805. Na ukienda kwenye peji yangu, kama unataka shuhuda zangu, kwenye peji yangu unaweza kaandika Bishop George Musa Preacher kwenye YouTube. Utapata mafundisho na shuhuda mbalimbali, jinsi nilivyookoka, utapata shuhuda hapo. Kwenye Facebook pia ukiandika Bishop George Musa Preacher utapata shuhuda zangu na mafundisho mbalimbali. Tukutane kwenye mwendelezo wa somo hili ili uweze kupata chakula cha kiroho kitakachokusaidia kukua kiroho na kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu. Yesu Kristo anarudi. Maranatha. Yesu anarudi. Anarudi na mawingu. Anarudi ghafla. Anakuja kutunyakua. Kama mkao tayari wa kunyakuliwa. Kama mkao tayari wa kunyakuliwa. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Mungu akuponye. Mungu akuinue tena. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Amen. Asante kwa kunisikiliza. Tukutane tena. Mwambie kwa kumaanisha mbele za Bwana. Mwambie tena. Kila siku Bwana. Kila saa Bwana. Yeye ni kila kitu kwetu Bwana. Haleluya. Ongeza sauti mbele za Bwana. Mwambie tena Yesu. Kila siku. Kila. Haleluya.
Ongeza sauti yako mbele za Bwana, mwambie tena Yesu, kila siku Bwana, kila saa